innamal a'malu binniyat. Tulikumbushana baadhi ya waja wema, kimtaja Anas ibn Nadhir ambaye alikuwa pia ni sababu ya kushuka aya katika Qur'an inayopatikana katika surati al-Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika kitabu chake kitukufu, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila. Aya ya 23 katika surati al-Ahzab. Ulama mufassirin wanasema aya hii bila shaka imeshuka ikiwa inamuelezea Anas ibn Nadhir baada ya kukosa vita vya kwanza vya Badri, akamfuata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akamuomba, akamwambia ikiwa Allah atanijalia kuwa hai katokea vita vingine ambavyo nitakuwa kuonyesha thamani ya dini, basi mimi Allah ataona nitakachokifanya. Kweli ilikuwa hivyo. Vita vilivyofuata ambavyo ilikuwa ni vita vya Uhud, Anas ibn Nadhir alipambana, hakuna mfano wake, lakini pia alikuwa sehemu ya kuamsha ari baada ya Waislamu kuonekana sasa wametenzwa nguvu, mtume ametoka taarifa amefariki. Waislamu kama vile sasa walipatwa na ubaridi katika miili yao, yeye ndio alikuja sasa kuwatoa katika hiyo hali, kwamba ikiwa Muhammad kweli amefariki, basi na nyinyi simameni mfe katika hali ambayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam umauti umemdiriki. Leo tutaangalia pia mja mwingine miongoni mwa waja wa Allah ambaye anaitwa Hasan al-Basri. Huyu Anas ibn Nadhir alikuwa ni sahaba, na Hasan al-Basri huyu sio sahaba bali ni tabi' ambaye alipata nafasi ya kupata malezi katika nyumba ya mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kuwa mtume amefariki, mama yake Hasan al-Basri alikuwa ni katika watu ambao walikuwa wakifanya kazi katika mji wa Madina kwa ajili ya kutafuta luqmatul aish, kuangalia maisha yataendaje, lakini pia akisaidia kazi pale katika nyumba ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ilipowajibika yeye kutoka nje ya nyumba ya mtume, alikuwa akimwacha pale Hasan al-Basri kama mtoto pale, wamsaidie kumwangalia mtoto, yeye anaenda kuangalia wapi atajikimu katika masuala ya kazi. Huyu Hasan al-Basri baada ya ukuaji wake alionekana ni mtu ambaye mwenendo wake ni mzuri sana. Biikhtisari, kwa ufupi, watu walimpenda Hasan al-Basri kutokana na nini? Tabia yake ilionekana ni tabia njema. Naam, maashara al-muslimin, katika haya maisha ni wachache, wanadamu wachache ambao hawapendi waja wema. Kila mtu anapenda mja mwema. Hata mlevi wakati wa kutafuta mke anawaambia wenzake nitafuteni mke mwema. Mke mwema ambaye hatakuwa na usumbufu. Ni mlevi na yeye ni msumbufu, ila hataki mke msumbufu. Kwa hiyo wale wenye ambao hawapendi watu wenye kufanya matendo mazuri ni nadra, na hatuwezi kusema hawapo, kwa sababu wapo watu wamechukiwa kwa sababu ya khairi tu wanazozifanya, si ndio? Mtu anafanya mambo yake ya khairi na anachukiwa. Baada ya kuendelea kuishi, Hasan al-Basri alionekana mutawadhi, alionekana katika taswira taqiya, mwenye kujipamba na sifa kumcha Mwenyezi Mungu, mwenye sifa unyenyekevu. Akaja kaulizwa siku katika siku, maki watu wamemfuatilia, akaona huyu kama ana ishara za ucha Mungu huyu. Kamuuliza, tueleze basi siri ya ucha Mungu wako, tueleze siri ya ucha Mungu wako. Akataja mambo mangapi? Mambo 4. Hasan al-Basri ili swali yeye hakujipasisha kama ni mcha Mungu, ila alitaja kuwa kuna mambo 4 nayaona kama ni sehemu ya msingi mwanadamu akiyasimamia anaweza kuwa yakamjenga katika mazingira yaliyokuwa mazuri. Jambo la kwanza akasema, alimtu
anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi. Mimi katika maisha natambua kabisa riziki aliyonipangia Allah hakuna wa kuichukua, na moyo wangu kufanyaje? Moyo wangu katulia. Yani riziki aliyokupangia Allah hakuna mtu yote anaweza kuchukua, ila mtu anaweza akaichelewesha riziki yako. Umemtuma mtu mzigo, tamwachia pale ami yangu, mtu kafika pale kasahau, huyu alikuwa na safari ya Dar es Salaam, amefika mpaka Dar es Salaam, siku ya kurudi baada ya wiki moja, wiki mbili, wiki tatu, anasema jamaa naomba radhi jamaa, nilighafilika, mzigo hapa. Imefika haijafika? Imefika, lakini sio kwa wakati mwafaka, imecheleweshwa. Jambo la kwanza akasema hilo, riziki aliyopanga Allah hakuna mtu yote anaweza akaichukua, bali mtu anaweza akaichelewesha. Jambo la pili akasema, wa alimtu, natambua kabisa katika maisha yangu, anna amali la yaqumu bihi ghairi, matendo ambayo Allah ameamrisha yatendeke, kuyasimamia mwanadamu kuyafanya, hakuna mtu yote anaweza akayafanya matendo yangu, bali mimi mwenyewe, fashtagaltu bihi wahdi, mimi mwenyewe nimeshughulika kabisa kuyatekeleza. Mtu akupenda atakavyokupenda, wajibati za Allah hazimuhusu, zinakuhusu wewe mwenyewe fardan farda. Mtu akwambie, unajua ndugu yangu mimi nakupenda sana, sasa kwa hii wiki mimi nitakuwa nakutekelezea swala ya asubuhi, wewe pumzika tu. Wewe upendo uko vipi? Na wewe utakubali alhamdulillah, asante sana, utasema hivyo? Hauwezi. Akamwambia ndugu yangu nakushukuru sana, hapo unaponipeleka hapo sio sehemu sahihi. Huo upendo huo unaona kama sio sehemu sahihi. Hii swala ndio kanisimamia mimi mwenyewe. Kwa hiyo aliyoamrisha Allah, anasema Hasan al-Basri, hakuna kunisimamia kuwa kuna niaba mtu anisimamie mimi nikae tu, hapana. Hata kama ananipenda wewe, mtoto wangu, mke wangu, sijui mzazi wangu, waseme mwanangu sasa sikiliza wewe, hii wiki pumzika kabisa, funga ya Ramadhani hii funga ya Ramadhani, wala usiwe na wasiwasi, mimi nitafunga ya kwangu alafu pia nitafunga na ya kwako. Haiwezekani. Inawezekana hiyo? Haiwezekani. Kwa hiyo natambua aliyoamrisha Allah ni mimi natakiwa kuyasimamia, hakuna mtu mwingine kuyasimamia. Jambo la pili hilo akazungumza, na ukilifanyia tathmini unaona kabisa ni katika usahihi wake. Jambo la tatu akasema, wa alimtu anna Allaha muttali'u alayya fastahyaitu an yarani asiya, natambua popote nilipo Allah ananiona, napata uzito, napata haya Allah kunishuhudilia nikiwa na muasi yeye Allah, napata haya Allah kuniona na muasi, sababu popote nitakapokuwa Allah ananiona, pata uzito. Tukio hili linafungamana na tukio la watu ambao waliingia pangoni alafu ghafla mlango ukazibwa, njia kusukuma jiwe litoke, haiwezekani. Ikaja fikra, jamani, hebu kila mmoja afanye tawassul ya matendo yake, kupitia matendo yake kumomba Allah matendo anaona kabisa hili nilitenda kwa ajili ya Allah, huenda tukapata faraja hapa. Kwa munasaba, katika wale watatu mmoja akasema, ya Allah, kuna binti nilimpenda sana, kamuhitaji kimapumziko ya kimwili, akakataa. Siku katika siku akanifuata akiwa na shida, na mimi nikaona hapa ndio pamefikia mwafaka. Yani binti umemweleza shida yako afa amekataa, alafu siku katika siku ana shida amekufuata. Tayari mbuzi kafuata majani mbuzi kashafuata majani hapo. Kwa hiyo akamwambia haina shida, mimi tatizo lako nitalisimamia, ila tu unakumbuka ombi langu. Akamwambia nalikumbuka vizuri sana. Sasa kufaana mimi namaliza jambo lako na wewe umalize jambo langu. Nasema ina shida, ila kwa sharti hakikisha hatuoni mtu. Hilo tu. Kafunga milango, funga madirisha, kila kitu. Kimfuata binti, akamwambia bado kuna mlango hujaufunga. Sasa yeye ndio mwenye nyumba, ashafunga milango,
kajiridhisha, milango ishafunga, bado kwambia itakila, muogope Allah. Bado Allah anafanyaje? Bado Allah atuona. Ya Allah, nikaacha nikamsaidia na nikamfungulia milango akaondoka. Kama nilifanya hilo kwa kutafuta radhi zako, kwa kuogopa Allah, tuondolee lijiwe, na kwa sababu pia jiwe kuonyesha uwazi. Tunarudi katika tukio hili la Hasan al-Basri aliposema wa alimtu anna Allaha muttali alayya, natambua kuwa Allah ananiona, fastahyaitu an yarani asiya, nikapata haya kuleta hisia kuwa na muasi Allah mbele yake. Ni kipimo ambacho mwanadamu anatakiwa kukiangalia ili kuboresha uchamungu wake. Na mwisho katika jambo la 4 akasema wa alimtu anna al-mauta yantadhirni, mimi natambua siku zote kifo kinanisubiri, muda wote mimi nafariki. Fa'adatu zada liqa'i rabbi, kwa sababu natambua siku yote mimi nafariki, kifo kipo karibu na mimi, basi nikajiandalia akiba itakayo ninufaisha baada ya kutoka katika haya maisha ya duniani. Hivyo maashara al-muslimin, haya yalikuwa ni mambo 4 ambayo Hasan al-Basri baada ya kuulizwa siri ya uchamungu wake, yeye alitaja haya mambo 4. Ukiyafanyia tathmini ukaweka katika utendaji, yana msaada, yana msaada, yana msaada tena mkubwa. Basi Allah tujalie kuwa miongoni mwa waja wenye kunufaika na matendo mazuri. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allahi wa rasulih Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.